Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adam Hussein. Lakini wakati huu tunatazama kauli iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amemweleza Waziri Mkuu wa Israel kwamba sasa wanapaswa kuwa makini sana baada ya mkutano mkubwa uliofanyika huko Doha, Qatar, ambapo nchi za Kiislamu na Kiarabu zimekutana na kujadili namna ya kuikabili Israel. Sasa ni wakati wa Israel kuwa makini. Trump anasema Israel lazima iwe makini sana na mshirika mkubwa Qatar kufuatia mashambulizi yake na baada ya mkutano mkubwa uliokuja na maono tofauti, ambapo sasa nchi hizo zimekuja na maono ya kuitenga Israel moja kwa moja. Maono yanakuja huku kukiwa na dalili zaidi kwamba Mossad ilikataa kushiriki katika operesheni kidhaniwa imeshindwa kuwaua viongozi wa Hamas na kabla ya mkutano wa kilele wa Waarabu na Waislamu huko Doha. Kufuatia mashambulizi ya juma lililopita ya Israel kuwalenga viongozi wa Hamas mjini Doha, Rais wa Marekani Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba Israel lazima ihakikishe sasa inakuwa makini kuhusu jinsi inavyoshughulikia baadhi ya mambo ambayo wakati mwingine inafanya mashambulizi kwa washirika wake ambao ni Qatar, ambapo aliwaita ni washirika wake wakubwa. Netanyahu alisema katika siku za hivi karibuni kwamba mmoja kati ya washirika wake wakuu katika Mashariki ya Kati na miongoni mwa maeneo ambayo yana ngome kubwa za kijeshi katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati ni pamoja na Qatar, na hivyo kuishambulia Qatar ni kosa kubwa mno, na hata imesababisha nchi washirika wa Qatar kuamua kukaa mkutano na kuamua mambo mazito ambayo hatimaye yataitenga Israel. Na ni wakati sasa wa Israel kuwa makini. Katika maoni yake akiwa katika uwanja wa ndege wa Morristown huko New Jersey, Trump aliongeza kusema kwamba Israel inapaswa kufanya jambo kuhusu Hamas, na akasema Qatar inahitaji kuharibu sura yake ya umma. Maoni hayo mafupi ni katika kujibu swali la mwandishi wa habari, Trump akijibu kuunganisha kati ya kulani mashambulizi ya mshirika wa Marekani na kusema viongozi wa Hamas lazima waondolewe. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo walieleza kupitia vyombo mbalimbali vya habari kwamba kunakoelekea namna ambavyo Marekani ya Donald Trump inavyomkumbatia Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu itasababisha taswira ya Marekani kuonekana mbaya na hatimaye Marekani kupoteza washirika katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wamesema kwamba kitendo cha Marekani kutazama kile kilichofanywa na Israel na kumruhusu waziri wake wa mambo ya kigeni ambaye ndiye mratibu wa masuala ya kidiplomasia kuelekea nchini Israel badala ya kwenda Qatar kuonyesha uungwana wa kile kilichofanywa na kukemea kile kilichofanywa na Israel. Lakini waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio alielekea Israel na hatimaye kitendo hiki kiliwafadhaisha mno Waarabu na nchi za Kiarabu, na hatimaye kutokana na shambulizi hili nchi za Kiarabu zikafanya mkutano mkubwa huko Doha, Qatar, kujadili namna ya kuikabili Israel. Na hata wakati huu Rais wa Marekani Donald Trump sasa anampa tahadhari Benjamin Netanyahu juu ya kile alichokifanya kuishambulia Doha. Siku chache tangu mashambulizi hayo kutokea, kumekuwa na msukosuko wa kidiplomasia juu ya Marekani na Israel dhidi ya mataifa ya Kiarabu. Trump alikuwa na waziri wa Qatar mnamo Ijumaa ya wiki iliyopita pamoja na Jumapili, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitua Israel kukutana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Siku ya Jumatatu viongozi wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu wakakutana huko Doha kwa ajili ya mkutano mkubwa. Lakini kwa mujibu wa Marekani ni kwamba ujumbe wao wanapaswa kuwa waangalifu sana. Israel wanapaswa kufanya kila kitu kuhusu Hamas, lakini wanapaswa kufanya kila kitu dhidi ya mataifa ya Kiarabu kutokana na kile ilichokifanya huko Doha, Qatar. Kwa hivyo Israel na kila mtu mwingine tunapaswa kuwa waangalifu, aliongeza rais huyo wa Marekani bwana Trump. Tunaposhambulia watu tunapaswa kuwa waangalifu, alisema zaidi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein.